Ndugu waandishi, jina langu ni Ali Makame Isa. Nilikuwa bado sio kama nilikuwa ni mjumbe wa Baraza Kuu CUF Taifa, na kwa bahati niliwahi kuwa naibu katibu mkuu Zanzibar wakati tunaelekea kwenye uchaguzi. Kwa bahati nilipopewa nafasi hii ya unaibu katibu mkuu, nilikabidhiwa na majukumu karibu 3 au 4. Jukumu la kwanza niliambiwa, fanya kila njia waunganishe Wazanzibari wenzako. Hilo la kwanza. Lakini la pili, nikatakiwa nisimamishe wagombea majimbo yote Zanzibar. La tatu, nikatakiwa niwe na mahusiano ya karibu na serikali ya Zanzibar, kwa sababu sisi serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar tunaidai malimbikizo yetu ya ruzuku zaidi ya bilioni 1 na kitu. Sasa kwa sababu ni majukumu nilikabidhiwa kwenye baraza, nikaenda kuyafanyia kazi. Nashukuru kwamba tuliweza kusimamisha wagombea kwa 90%, udiwani, ugombea ubunge na uwakilishi. Hata ACT hawakufikia lengo kama tulifikia sisi. Lakini jengine, nikawaunganisha vizuri tu wanachama na viongozi wa Zanzibar kuhakikisha kwamba sote kwa pamoja tunaingia kwenye uchaguzi tukiwa kitu kimoja. Jengine, nikafuatilia utaratibu wa kudai malimbikizo ya pesa zetu. Malimbikizo haya ya pesa ya ruzuku kule Zanzibar inapatikana vipi? Kwamba chama ambacho kuwa kinapata ushindi wa uraisi huwa wanapata milioni 300, yani 30%, kama sikosea, 30% ya pesa ya ruzuku. Ruzuku inatolewa bilioni 1 kila mwaka na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa vyama vya upinzani. 50% ya ruzuku hiyo inakwenda kwenye vyama ambavyo kwa vimepata wawakilishi. 30% chama ambacho kwa kimepata mgombea urais, na 20% inakwenda kwa vyama ambavyo kwa vimepata udiwani. Sasa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar mwaka 2010 mpaka 15 walikipatia chama cha wananchi CUF ruzuku mwaka mmoja tu, ambao kwa ni wastani wa milioni 300 na kitu hivi. Kwa hivyo ikabidi lazima tuendelee kuidai ile ruzuku. Kwa hivyo nisingeweza kufanya hivyo bila kuwa na ukaribu wa serikali. Lakini mara baada ya uchaguzi ikatoka, wakati mimi nikiwa miongoni mwa watendaji wakuu wa chama pale Zanzibar, nilichokifanya ni kwamba ililetwa barua kutoka tume ya uchaguzi kwamba tupeleke mgombea kwenye nafasi ya uspika. Wakati nimepata barua ile, siku ya pili yake nimekuja Dar es Salaam kwenye kikao cha Baraza Kuu. Baraza Kuu, wakati sasa mimi ni naibu katibu mkuu, ikawa lazima niingie kwenye kikao cha kamati ya uongozi. Lakini tulipokwenda kwenye kikao cha kamati ya uongozi, mwenyekiti akaanza kusema twendeni tukazungumze na wajumbe wa kamati tendaji. Makamu mwenyekiti wa Zanzibar Mheshimiwa Musa Haji akamuuliza mwenyekiti, sasa tunakwenda kule kuzungumza na kamati tendaji kwa ajenda ipi? Sisi hapa kamati ya uongozi tuondoka na ajenda ipi? Kikao chetu kinazungumza nini? Nazungumza haya ili kuthibitisha maneno ambayo kuwa anazungumza mama hapa aliyepita, kwamba tatizo la chama chetu hakifati katiba. Na mwenyekiti pamoja na uzuri wake alionao, lakini mbona haheshimu katiba? Sasa matokeo yake tukatoka hivyo hivyo. Wasema kule Mtwara kuna wenzetu mpaka sasa hivi wako ndani nini, baada ya uchaguzi twendeni tutajua la kusema huko. Hicho ndio kikao maazimio ya kamati ya uongozi. Maneno ambayo kwa amezungumzwa ni hayo. Mimi naelezea ukweli. Tulipokwenda kwenye kikao cha kamati tendaji,
Matokeo yake tukajadili uchaguzi ulivyokuwa, demokrasi imebakwa na nini na nini na kila kitu. Lakini jengine akasema kuanzia sasa hivi tususie uchaguzi, tusishiriki uchaguzi wowote. Kwa bahati ndugu yangu Kambaya akamwambia mwenyekiti, kikao hichi hakina mamlaka ya kufanya hivyo, na hasa tukiangalia kwamba mkutano mkuu umeshatoa agizo tusisusie uchaguzi wowote. Kwa hivyo mtakapoandika maazimio msije mkaliandika azimio hilo. Kwa bahati nikamwambia mimi nimepata barua tukagombee uspika. Nasema uspika hatujapata uwakilishi wala nani tupate uspika. Nikamwambia pondeni, kwani sisi tunapogombea urais wewe una asilimia 100 kwamba utapata urais? Lakini unajua itafika pahala, kuna siku utapata urais, kuna siku tutapata wabunge wengi, kwa hivyo wacha tushiriki. Akanyamaza. Matokeo yake mimi nikaenda kugombea uspika. Kwenda kugombea uspika, kabla sija kwenda kugombea akanipigia simu akanambia, wewe unakidhalilisha chama, sisi tumeshatoa msimamo kwamba tusishiriki uchaguzi wowote. Sasa na mimi kwa sababu naitetea katiba na thamini maamuzi ya mkutano mkuu, nikamwambia mimi nitakwenda kugombea. Kama mimi sikuja kwenye chama kibiashara, mimi nimekuja chama kwa ajili ya kutetea haki, mimi nitakwenda kugombea uspika. Akanambia nikimaliza uradi wangu, ilikuwa alfajiri, nitakushughulikia. Yani kama mimi nilikuwa na makosa, ilikuwa hoja ipelekwe kwenye vikao halali, nijadiliwe, halafu niitwe, nisikilizwe. Lakini anaambia nikimaliza uradi wangu nitakushughulikia. Hii ni kuonyesha mwenyekiti namna gani, pamoja kwamba ni profesa, tunampenda, kafanya kazi muda mrefu, lakini inafika pahala sasa hivi atakavyokiendesha chama au anavyokiendesha chama anaua upinzani. Natumia lugha hiyo kwa sababu leo utahamasisha vipi watu wadai katiba mpya, tume huru ya uchaguzi wakati wewe mwenyewe unashindwa kulisimamia hilo? Kwa hivyo ndugu zangu wa Tanzania, ndugu zangu waandishi, sisi tuna mengi ya kuzungumza, lakini mtangulizi alisema huu ni mgogoro, tungeomba mpunguze ili tutafute suluhu. Mimi na hesabu kwa mujibu wa kikao kilivyoendeshwa, sijafukuzwa na mimi ni mwanachama halali na yazungumza haya kwa sababu kwanza, kama ilikuwa na makosa nipelekwe kwenye kamati ya maadili, lakini kamati ya maadili, ndugu waandishi, haipo, ilikuwa haipo. Kwa nini nazungumza haipo? Kamati ya maadili inaundwa na watu 9, lakini mimi nilipewa taarifa tarehe 24 mwezi uliopita kwamba naitwa kwenye kamati ya maadili. Tarehe 30 nikaenda kwenye kamati ya maadili, sijui nashtakiwa kitu gani. Dakika 10 kabla ya kwenda kwenye hiyo kamati ndio nikaletewa barua, nikaambiwa miongoni mwa mashtaka ambayo kwa nashtakiwa ni kushiriki kugombea uspika wa baraza la wawakilishi wakati chama kimesema hatushiriki uchaguzi wowote. Sasa jamani, tutafakari, tuunda chama kwa misingi ipi? Ikiwa hushiriki uchaguzi katika chama, lengo lako ni lipi? Matokeo yake nilipoiona kamati, nikawaambia walikuweko manaibu wawili, mmoja ambaye kuwa ashakimiza mwaka kukaimu unaibu, na wengine ikawa ni aliyeteuliwa hajathibitishwa ukurugenzi wa itifaki. Waliobakia ilikuwa ni makamu mwenyekiti wa Tanzania Bara, naibu katibu mkuu wa Tanzania Bara, naibu mkurugenzi wa itifaki wa Tanzania Bara. Lakini hata yule makamu mwenyekiti wa Zanzibar, ambaye kwa mujibu wa sheria ndiye angefaa kuwa mwenyekiti wa kamati ya maadili, na yeye kaitwa kwenye kamati ya maadili. Sasa nikawaambia, jamani, kwa mujibu wa sheria nyinyi watatu sina pingamizi na kuwa wajumbe wa kamati ya maadili, akiwemo makamu mwenyekiti wa Tanzania Bara,
naibu katibu mkuu wa Tanzania Bara na naibu mkurugenzi wa itifaki. Lakini huyu naibu katibu mkuu wa Zanzibar hajathibitishwa wala hajapelekwa kwenye baraza kuu. Kwa hivyo haiwezekani. Nikamwambia Sakaya, wewe ulipokuwa mbunge kabla ya kuapishwa ulipelekwa kwenye kamati za bunge kufanya kazi? Kwa hivyo kama hujaapishwa huwezi ukafanya kazi za kamati, na hawawezi wakafanya kazi ya kamati ya maadili kabla ya kuthibitishwa kwamba ni wajumbe halali. Kwa hivyo mimi sikubaliani na mahojiano ambayo mtahalalisha haramu kwa sababu mnavunja katiba. Mimi nikatoka, lakini baya zaidi, mnanipa mashtaka yangu dakika 5 kabla ya kuja kuhukumiwa. Hata hao makaburu waliokuwa kuwatesa watu wa Afrika Kusini walikuwa hawafanyi mambo kama haya. Hivi kweli nyewe mnatetea haki? Nikamwambia nendeni mkatengeneze kamati ya maadili, halafu mniite, nitakuja. Lakini jengine baya, wakati tunakwenda kwenye kamati ya baraza kuu, tunakwenda baraza kuu, mwenyekiti mara baada ya kukaribishwa kufungua kikao, kwa kawaida mnaangalia akili halafu mnasoma ajenda, baadaye ndio kikao kinaendelea. Mwenyekiti akasema hivi, kabla ya kufungua kikao nataka muathibitishe watu ambao kuwa nimewapendekeza kuwateua nikishirikiana na makamu mwenyekiti. Kama mwenyekiti Zanzibar akamwambia pale mimi huku nishirikisha, na yule wala akasema vile vile, wakati anatakiwa anapomteua mtu yoyote kushika nafasi ya ukurugenzi au ya cheo chochote lazima ashauriane na makamu wawili, lakini leo hashauriani nao. Na alipomwambia makamu wa Zanzibar hata hakumsikiliza. Sasa tukaona hapa mwenyekiti anavunja katiba kwamba leo unataka wathibitishwe wajumbe kabla ya kikao hakijafunguliwa. Wakanyanyua mkono. Mheshimiwa taarifa akasema sitaki taarifa. Sasa ndugu zangu, muda tuliona ni mfupi, lakini tunaelezea tu baadhi ya vipengele ambavyo mwenyekiti anavunja katiba. Tunamuomba mwenyekiti wetu, tunamuomba sana, sisi tunasubiri kwa sababu subira ndio akili. Ukitaka ujue kipimo cha mwenye akili ni subira. Hatukubaliani na maamuzi walioyapitisha kwenye kikao cha baraza kuu feki. Na bado sisi tunajitambua ni wanachama na ni viongozi, na mashtaka yetu tutayapeleka kwa msajili, na tunaamini msajili wakati ni mlezi wa chama alitenda haki alipomrudisha mwenyekiti baada ya kuona katiba haikufuatwa, na sisi tunaamini msajili atatutendea haki kwa sababu katiba haikufuatwa. Wa kuangaliwa kwa miezi 6, nikikosea jambo lolote nimefukuzwa by automatic. Kwa tafsiri ya kawaida kwamba wamenifukuza kwa sababu kutofautiana mawazo ni jambo la kawaida kwenye chama, na tumefika hapa kwa sababu tuna mtazamo tofauti namna ya uendeshaji wa chama. Kwa hiyo kwa kuwa mimi sijabadilika, mimi ni yule yule niliyekuwa mwaka jana, mwaka juzi na mwaka huu ni yule yule, kwa maana nyingine ni kwamba wamenifukuza. Sasa niliposikia wenzangu waliofukuzwa, ambao sasa hivi kwa mujibu wa tamko la jana kwamba hao wenzangu sio wajumbe wanachama wa chama cha CUF, mimi nimekuja kuwaunga mkono kwamba wao na mimi ni wanachama wa chama cha CUF na hakuna atakayetoka kwenye chama hiki. Sasa msingi wa hoja zetu ni nini? Msingi wa hoja zetu tumeandika hapa na tutawapatia waandishi. Kwanza, kitendo cha kukiukwa kwa makusudi matakwa ya ibara ya 11(6) ya katiba ya chama chetu inayotaka mtuhumiwa kupewa haki ya kujitetea. Ndugu wanahabari, hili sio takwa la katiba ya CUF pekee, bali ni takwa la azimio la kimataifa ya haki za binadamu, takwa la katiba ya nchi yetu, pamoja na takwa la kisheria kwa nchi zetu. Lakini pia ni takwa la utoaji haki wa asili, kwa Kiingereza wanaita principles of natural justice. Unamhukumu vipi mtu ambaye haujamhoji, haujamsikiliza?
Mimi sikuitwa kwenye baraza kuu kwenda kuhojiwa. Wenzangu waliitwa kwenye baraza kuu wakaenda wakahojiwa. Mimi kikao cha baraza kuu kimekaa, kimepokea taarifa ya upande mmoja, hakikutaka kunisikiliza hoja zangu, mwishoni wakanihukumu. Hii ni kinyume kabisa na haki za binadamu. Na mkizingatia falsafa na msingi wa chama chetu wa haki sawa kwa wote, hapa wamepuyanga hapa. Kwa hiyo jambo la kwanza, ilitakiwa mimi niitwe kwenye kikao cha baraza nikaujiwe. Na ndio msingi wa chama chetu, na ndio msingi wa utoaji haki. Unahukumu vipi mtu hujamsikiliza? Lakini la pili, kupuuzwa kwa makusudi kwa matakwa ya ibara ya 115 kifungu cha kwanza ya katiba ya chama chetu inayoweka masharti ya uhalali wa maamuzi ya kura zilizopigwa ni lazima ziwe zimezidi nusu ya wajumbe waliohudhuria. Ndugu zangu, wajumbe wa baraza kuu wakati wanaendelea na kikao, wengine waliondoka kabla ya upigaji wa kura. Lakini lingine, tunapozungumzia mahudhurio tunazungumzia watu waliosaini. Watu walisaini, wengine wakaondoka. Wao wamechukulia akidi ya watu waliokuwepo wakati ule, sio watu waliohudhuria. Hii ni kinyume kabisa na sheria. Kwa hiyo akidi haikuangaliwa, lakini pia kuna watu wamepiga kura sio wajumbe wa baraza kuu. Ukisoma katiba ya chama cha kafu ibara ya 81 inatoa masharti ya wajumbe wa baraza kuu. Kuna watu wamepiga kura sio wajumbe wa baraza kuu. Kwa mfano, mwenyekiti wa bodi ya wadhamini ya chama cha kafu Dagesh amepiga kura wakati yeye sio mjumbe, ni mwalikwa. Kuna viongozi wa jumuiya ambao ni wameteuliwa, akina Chunga, mwenyekiti wa kaimu mwenyekiti wa baraza la wazee amepiga kura, yeye sio mjumbe, yeye ni mwalikwa. Lakini haya yote yanafanyika, mwenyekiti anayaona na viongozi wengine wanayaona kwamba hawa sio wajumbe, na wanajua, wanawashirikisha kwenye kupiga kura. Kwa hiyo hatuwezi kukubali maamuzi ya namna hiyo. Lakini jambo lingine, kukiukwa kwa ibara ya 99(2) ya katiba ya chama chetu inayotaja uhalali wa kikao cha maadili. Nimemsikia hapa mwenzangu anazungumzia kikao cha maadili. Ukisoma ibara ya 99(2) ya katiba ya chama, kifungu cha 4 kinataka kwenye kikao cha maadili lazima awepo mwanasheria mmoja. Kati ya wajumbe wa kamati ya maadili mmoja lazima awepo mwanasheria. Pale kwenye kile kikao hakikuwa na mwanasheria hata mmoja aliyehudhuria. Hakuwa na mjumbe mmoja ambaye ni mwanasheria. Kwa hiyo kwa mujibu wa haya yote haya, maana yake ni maamuzi walioyafanya ni maamuzi batili. Kikao cha baraza kuu kilichokuwa kimekaa ni kikao batili, na sisi tunayapinga. Haya ni maamuzi batili na hatuwezi kuyachukulia kwa uzito huo. Nadhani msimamo umesemwa na Mheshimiwa Kambata atakuja kumalizia. Lakini cha ajabu, ndugu zangu waandishi wa habari, jana nimeangalia lile andiko la baraza kuu. Nadhani nyewe mnalo. Sina hakika kama kweli aliandika mwenyewe profesa lile andiko. Sina hakika. Yaani kweli anaweza kuandika lile andiko? Anatuhumu watu kwenye lile andiko kwamba sisi tunahusishwa na chama kipya kimeanzishwa, sijui Umoja Party, kwamba sisi ni wafuasi wa hiko chama. Hii si jinai? Hii ni jinai. Lakini msajili wa vyama anajua hao, kama kuna chama wameenda kuanzisha huko, watu wenyewe anawajua. Yaani mimi iko chama kinachoitwa Umoja ndo nimekisikia kwenye tamko kwamba kuna chama kimeanzishwa, sisi ndo wafuasi. Anajiuliza kweli ile andiko ameandika profesa au Ngulango ndo ameandika? Bado Ngulango hajui kafu, hajui mtu yote wa kafu, yeye amekuja juzi tu. Ndio maana anajiuliza kweli ameandika profesa? Yaani ukisoma lile andiko ni kichekesho tupu. Na mimi siamini kama kweli wajumbe wa baraza kuu walisomewa yale maazimio kabla ya kwenda kusomwa pale. Siamini kitu kama hicho. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, mimi nimekuja hapa nimeunga mkono wenzangu hawa, na nimesikia huko kwenye magrupu yao ya WhatsApp kwamba Bobali akishiriki tu tunamfukuza. Kwanza niwaambie kwamba hawawezi kunifukuza kihuni. Na mimi sifukuziki kwa mtindo huo. Mimi ni mwanachama, naendelea kuwa mwanachama wa chama hiki, sitoki abadan. Na ndugu zangu niwaambie tu jambo moja. Kwanza imestajabisha. Kwa sababu kuna wengine wametuhumu kwamba sio wanatumiwa na watu wa ACT. Jamani, nyinyi mnakumbuka historia ya chama hiki. Wenzangu hao wakati wa mgogoro wa Maalim na profesa walikaa upande wa profesa, si ndio jamani? Ndio. Mimi nilikuwa upande wa Maalim, si ndio? Mimi nilikuwa upande wa Maalim, ndio sijafukuzwa chama. Wenzangu walikuwa upande wa profesa ndio waliofukuzwa, si ndio? Maana isije tafsiri kwamba
tunatumiwa na vyama vingine, si ndio? Isije tafsiri kwamba tunatumiwa na vyama vingine. Maana kama ingekuwa ndio tunatumiwa, basi hao waliotoka kwenye kundi la maalimu wakaenda chama B huko ndio wanayetutumia. Sasa ndio wangeanza na mimi kunifukuza, kwa sababu ndio walikuwa wenzangu kwa muda mrefu, si ndio? Mbona wanawafukuza hao ambao walikuwa wao wenzao tangia siku ya kwanza mpaka siku ya mwisho, alafu mimi ambaye nilikuwa kule ndo hawajanifukuza? Sasa hapa maana yake hata ukiangalia kimantiki hupati hoja. Hoja ni kwamba wamefilisika kwa mawazo, wamemchosha yule mzee. Mzee amechoka kwa tamaa zao binafsi, imefikia hatua sasa anafanyika mambo ambayo hata yaingia akilini kabisa, ndugu zangu. Kwa hiyo mimi niseme, na nadhani baadaye labda kunaweza kuwa kuna maswali tutakuja kuyajibu. Niseme tu kwamba mimi mwanachama wa chama cha wananchi kafu, sijafukuzwa, nimepewa karipio kali. Hilo karipio nalikataa, silitambui, kwa sababu kikao kilichokaa ni kikao batili, maamuzi yaliyofanyika batili. Kama walihitaji kunihukumu wangeniita kwenye kikao cha baraza kuu kwenda kunisikiliza. TVs ambazo zitaweza kusaidia kufikisha taarifa zetu huko, na nawashukuru sana kwa masimu mliokuwa mkinipigia kunifariji na kunipa msimamo katika hali hii tuliyokuwa nayo. Sasa tatizo ambalo halifahamiki, wenzangu wameeleza mapungufu yote ya ndani ya katiba kwenye kikao chetu, wameeleza misimamo yetu, na mimi nakuja kueleza tu hatua ambazo tutazichukua. Tuna hatua mbili. Hatua ya kwanza ndio hii imezungumzwa na wengi, kwamba tutapeleka malalamiko yetu ili kuomba tafsiri ya zile ibara zilizokiukwa ndani ya kikao cha baraza kuu. Na tutafanya hivyo sio kwa maana hatujui katiba. Katiba inatuhitaji, kama hatujaridhika na maamuzi yaliyofanyika, basi tukate rufaa kwa ngazi inayofuatia. Ngazi inayofuatia ni mkutano mkuu. Sasa kwa mujibu wa mabadiliko tuliyoyafanya 2019, chama hiki kitakuwa na mkutano mkuu mmoja tu kwa kipindi cha miaka mitano. Sasa kama unakuwa na mkutano mkuu mmoja kwa kipindi cha miaka mitano, tafsiri ya kawaida maana yake utakuwa na mkutano mkuu wa uchaguzi tu, na ukitokea mwingine utakuwa wa dharura. Katika mazingira tulionayo, siamini kama wanaweza wakaita mkutano mkuu kwa ajili ya kuja kusikiliza rufaa zetu, yaani ufanye bajeti ya kutumia milioni 600, 700 ili uje usikilize rufaa za wanachama zilizokatwa kutokana na matumizi mabaya ya katiba. Hilo hatuliamini. Sasa kwa kuwa tupo ndani ya siasa hizi muda mrefu na tuna dhamira ya kutosha, tukatafuta njia nyingine ya kupitia, kama ambavyo tulitafuta njia ya kupitia tulipokuwa kwenye mgogoro na Maalim Seif. Tulisimamishwa hivi na wengine walifukuzwa, na ilikuwa inahitajika tukate rufaa pia kwenye mkutano mkuu. Tukaona huko itakuwa mbali sana, tukapeleka malalamiko yetu kwa msajili. Kwa hivyo kwa nini hatukati rufaa? Ni kwa sababu ya hizi nilizozieleza, na tunakwenda kwa msajili kwa sababu ya haya mambo tuliyoeleza. Lakini wanachama wenzangu mlioko hapa ukumbini na ninyi mnaotufuatilia huko, sisi tunafanya haya mambo kwa sababu ya kukinusuru chama, kulinda heshima ya viongozi wetu. Kwa wananchi wa kawaida, na jana aliyetoa tamko hili pamoja na sema limeandikwa na Profesa Lipumba, na mimi naungana na Mheshimiwa Bobali hapa, siamini kama Profesa Lipumba anaweza akaandika tamko lile kwa sababu moja kubwa. Katika lile tamko lile kuna watu wawili muhimu sana, ondosha Kambaya na watu wengine wote. Kuna mtu ni muasisi wa chama hiki, na Januari 27 alipoteza ndugu zake katika maandamano ya Pemba, Musa Haji Kombo. Sio muhimu kwa sababu ya hilo, lakini muhimu pia kwa sababu hivi sasa ndio makamu mwenyekiti wa chama chetu. Sio muhimu kwa sababu ndio makamu mwenyekiti wa chama chetu Zanzibar, lakini pia ni muhimu kwa sababu yeye ndio alikuwa mgombea urais wa chama chetu Zanzibar. Mambo haya matatu baraza kuu limeshindwa kutafakari. Yaani unamfukuza muasisi wa chama,
unampa karipio kali, unamtuhumu na kumpa karipio kali, unampa karipio kali makamu mwenyekiti wa chama, unampa karipio kali aliyekuwa mgombea wako wa urais Zanzibar. Tafsiri ya kawaida ni nini? Tafsiri ya kawaida unawaambia Watanzania wanaowafuatilia kwamba ninyi baraza kuu na mkutano mkuu hamna utulivu wa kufikiri kiasi kwamba mnawateua watu kwenye nafasi nzito, watu wepesi ambao mnawapa makaripio baada ya mwaka mmoja. Maana yake kama angelikuwa Rais Musa Haji, ilikuwa mmempa karipio rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Unamfukuza mgombea mwenza aliyekuwa mgombea mwenza wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Bi Hamida Huweshi. Maanake unapeleka salamu kwa Watanzania kwamba ninyi sio makini katika kutafuta watu wa kuwaongoza. Mngelikuwa makini, msingemteua mtu ambaye baada ya uchaguzi kwisha mnakwenda kumfukuza chama. Yaani ingelikuwa ndio rais mgombea mwenza amepita na mgombea wake, maanake ulikuwa unakwenda kumfukuza makamu wa rais. Hizi ni fedheha ndani ya chama. Na haya yanafanyika kwa sababu wanaomshauri mwenyekiti si watu wenye weledi wa kutosha katika siasa. Wangelikuwa wana weledi wa kutosha katika siasa, wangeyaona yote haya kwamba wanakwenda kutudhalilisha nje. Mtu anasoma tamko jana pale, haelezi kwamba Kambaya ametumiwa na tuhuma gani na zimethibitika tuhuma gani. Anaeleza kwa ujumla tu kwamba hawa walikuwa wanaanzisha chama na wameandika barua wapeleka jeshi la polisi, lengo chama kifutwe, kikishafutwa wao na wanachama wote wahamie huko. Katika mashtaka yangu walionipa, tukoze alikuwa hapo, siji kwa hapo hizo. Nina mashtaka, nadhani ndio tutakuwa niliongoza katika watu ambao wameitwa kwa mashtaka. Na mashtaka peji 3. Shtaka la kwanza, tena wameweka afisa nzuri, namba 1. Lina A, B, C, ili wanikomeshe nisitoke tu, D, E, F. Shtaka moja lina vipengele hivyo A, B, C, D, E, F. Na nikalijibu ndani ya kikao cha baraza kuu. Nikaulizwa, mwisho wa siku wenyewe wakakiri kwa shtaka hili kuanzia A mpaka F hakuna kosa ambalo wamenikuta nalo. Wakatoka wakaja na shtaka lingine, na ndio hilo vifaa alikuwa analisema hapa, wanaita la kula njama za kukivuruga chama. Yaani yale mashtaka yale ya siro yale ndio yamehamia kwenye kafu, kula njama. Sasa kwenye kafu na sisi tuna siro wetu, Masudi Omar Muhina na wenzie ndio alosaini hizi barua. Nimekula njama ya kuvuruga chama. Na utaratibu wa mashtaka, yule anayekutuhumu ndio anapaswa kuthibitisha. Mwenyekiti alipotaka nitoe maelezo, nikamwambia mwenyekiti, aliyeleta haya mashtaka ndio athibitishe. Na namwombea dua Dani na timu mzima ya Icon TV, Mwenyezi Mungu aoneshe njia, aoneshe fursa, wapate vifaa bora, Dani aweze kuwa na watendaji zaidi, Icon TV iwe brandi kubwa, isambae nchi nzima, iwe chombo kikubwa, na sisi tutashirikisha zaidi.